Mambo fresh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama na tuna neema ya mvua kwa sababu ni kipindi cha mvua. Natabasamu kabisa. Tunatabasamu kwa sababu jana tumepata jambo nzuri kidogo, angalau kupata matokeo ya kumtoa Dodoma ambaye alitusumbua katika uwanja wake wa Jamhuri, japokuwa bado tuna mechi naye moja ya ligi. Mimi naamini tuna furaha kama wana Simba kama wanavyotuona. Nahisi mna ugomvi gani hasa na Dodoma? Maana mechi zenu nyinyi na wao imekuwa ngumu sana. Binafsi mimi kusema ugomvi na timu fulani huaga siwezagi. Kwa sababu gani? Naamini zile timu ndio zinavyotakiwa kucheza ligi namna ile. Sio kwamba wanacheza mchekea. Na ndio maana Simba anakwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu anapewa game challenge ya kutosha. Leo hii utabebwa hapa, ukienda na National Rally atabebwa nani? Atabebwa National Rally. Lakini wewe ukicheza vizuri hapa, maana yake ukienda kucheza mechi na National Rally, ukicheza mechi na Zamalek, ukicheza mechi na wakubwa, maana yake utajipapatua vizuri kutokana na utapewa game plan. Lakini hapo unapewa mbeleko, ukienda kule mwisho wa siku alama 8 unarudi nyumbani. Lakini ukicheza vizuri hapa na hata kule tunakwenda kufanya vizuri, na ndio maana ligi yetu inapanda azi kwa sababu ya Simba kupewa game ngumu. Mnyama kavuka kwenda hatua robo finali, anakutana na vigogo kabisa kule, wakiwemo wakina Azam, Yanga na Coastal Union pia kule yupo. Unadhani nafasi ya mnyama kupita kwenda nusu unaiona? Binafsi nusu tunaiona, na hiyo nusu tunataka tucheze finali na kuchukua ubingwa wenyewe wa CAF Federation. Wa CRDB. Kwa hiyo kama tunaiona hiyo njia, maana yake lazima tupambane, na ndio maana jana baada ya kufungwa tulijiuliza tumefeli wapi. Tukaja tukarudi vizuri, tukahakikisha tunawakongota na tunaendelea kuwakongota kwa sababu wapinzani wote waliokuwa mbele, sidhani kidogo Akilisi anaweza akasumbua Azam, lakini wengine wote hamna kutusumbua. Yanga gani? Yanga Africa. Yanga hii? Yanga hii ambayo tunajiondoa wenyewe Simba kwenye reli, lakini Yanga mbovu kabisa. Yanga ana mechi 10 mimi anifungi. Kwamba yote aje kidogo Azam atatusumbua, lakini tukiamua jambo letu Azam waweze kutusumbua, lakini sio kwa Yanga hii ambayo mimi naiona sasa hivi. Hii Yanga mbovu. Sema watu wanashinda tu kujielewa. Sisi wenyewe wana Simba tuna sehemu tumejisahau, lakini Yanga hii ni mbovu. Kwa hali ulivyoiona kwenye mchezo wa jana kwa mnyama Simba, je, unaiona nafasi ya Jonathan Soa kwenye kosi cha Msimbazi? Soa ni mtumishi wa engineer ambaye alikuja kufanya kazi Simba. Nani? Mtumishi wa engineer ambaye alikuja kufanya kazi Simba. Kazi gani hasa? Yaani yule kuna kipindi hapa tulisikia kwamba kuna mtu anaitwa mnamuita nani? Jasusi Jasusi. Mbuji Shamali. Aliyokuwa anavujisha zile jasusi ni Jonathan Soa ambaye alitumwa na bwana engineer. Sasa sisi tumemsukia, tumemwambia bwana mkubwa tupishe kaa pembeni, lakini pia tumwambie tayari umeshaharibikiwa kwa sababu mpira wa Tanzania tofauti na mipira mingine yote. Kama umeweza kuuza siri sehemu fulani, watu kukuhitaji wewe itakuwa ngumu. Na hata aliyomdanganya amwambie kabisa ameshamharibia maisha yake. Huu ndio mpira wa Tanzania. Pale tayari kashaharibikiwa maisha yake. Sababu aliamini bora angekuja Simba angecheza. Lakini unaletwa Simba baada ya kucheza unakuwa jasusi. Anakuwa jasusi. Nafasi yake kikosini pale unaiona endapo atarejea mambo atakaa sawa Msimbazi? Binafsi hata sitaki mambo yakae sawa kwa sababu mtu kama amevujisha siri moja anaweza kuvujisha siri nyingine. Yaani hakuna cha Soa na sisi kukaa sawa. Tunachotaka Akilisi twende hivi hadi msimu uishe. Najua mwisho wa msimu tutatafuta forward mwingine kuelekea kwenye msimu ujao. Tutakuwa tunapata jambo bora zaidi kuliko kuvumilia maradhi ambayo anatuma. Pale Simba tuna maradhi kibao. Tukaongeza na maradhi ya mchezaji. Maradhi gani hawa yalikopo Msimbazi pale? Kwani nyinyi muone? Ndio tujuze. Ndio nakwambia sasa Simba tuna maradhi. Kosa la kwanza la Simba. Mashabiki machawa, viongozi machawa, wanachama machawa. Mashabiki machawa una maana gani hasa? Yaani baada ya kwenda mpira sisi tunaenda uchawa. Kwa yale matatizo tukijumlisha na Jonathan Soa matatizo mangapi? 4 hayo. Tunaweza tukakosa ubingwa hata wa CRDB. Unataka kusema kwamba mashabiki wa Simba wananunulika? Mashabiki wa Simba sio mashabiki wa Simba, mpaka viongozi wananunulika. Mpaka viongozi. Ngoja bwana. Hivi maneno aliyozungumza mwenyekiti wa bodi japokuwa kwa katiba hatambuliki. Yale maneno ya mpira kweli? Yapi hayo? Sio uchawa. Yapi hayo? Kwamba mdhamini kasema atajenga uwanja kwa maneno yake na kwenye mkataba. Wewe unatuambia mdhamini hatuna haja ya uwanja, hela yote tunataka kutumia sehemu nyingine. Unamwona mzima huyo? Lakini pia mchezaji kamsajili yeye, unaenda kutangazia umma hajasajili yeye. Unamwona yuko sawa kweli yule? Amegawa na magari. Hayuko sawa, ndio maana nakwambia yule uchawa. Yaani yale ni maneno ya uchawa kwa boss. Kwamba mashabiki wa Simba wanahitaji uwanja. Mashabiki wa Simba wanahitaji uwanja, mashabiki wa Simba wanahitaji sehemu za jimu za wachezaji wao, mashabiki wa Simba wanahitaji eneo
la kuishi wachezaji wao. Hivyo vitu vyote vinahitajika, na ndio maana mzabuni wa jezi Jairuti kaona kabisa kwamba Simba wana shida hii na hii na hii. Unanielewa? Yeye akaorozesha. Cha kujisikilia, wamepita wadhamini wangapi? Lakini sio wadhamini tu. Bilionea namba 1 barani Afrika, nani Tanzania, sio barani Afrika. Namba 13 barani Afrika. Halituahidi uwanja miaka 8 iliyopita. Hiyo haitoshi, inawezekana hadi sitimie. Tulipiwa bakuli hapa ya kuchangia turekebishe Bunju. Umenielewa? Mashabiki na wanachama wakachanga. Akasema atatia bilioni 2. Mbona bilioni 2 haikuwekwa mpaka leo? Inasemekana kwamba naye amepeleka proposal kujenga uwanja. Baada ya kumuona Jairuti kaposti picha ya mchoro wa uwanja, japokuwa hatujui kama ile picha inamhusu Simba au vipi. Maana yake yule sasa hivi yuko Simba. Kwa hata kama akifanya watu atasema labda ya Simba. Wenda kwa mchoro ule si wa Simba. Yeye aliamua tu kujipiga picha, akakaa sehemu akaona kupiga picha akaposti. Unanielewa? Lakini watu kutokana na yuko Simba wakaamini wazi kabisa huu uwanja wa Simba. Kwa baada ya kuona wale wanakwenda kuja wakafikiria si tulishaahidi hapa, hatujafanya. Huyu akifanya atapata jina kubwa kuliko mimi. Unanielewa? Ndio wakaja na ile proposal yao, kwa sababu kulikuwa hakuna haja ya kuja kuzungumza. Leo hii hawezi kutoka kuzungumzia swala Damaro Kamara. Damaro kama tunajua ile kesi, hata kama tungepeleka wapi uwezo wa kushinda hamna. Kwa nini? Kwa sababu waliombadilisha uraia kipindi kile alikuwa daraja dogo, sasa hivi kashapanda daraja kubwa. Unaenda kushindana naye? Kwa hali inavyoendelea Msimbazi na msimamo wa ligi jinsi ulivyo, unamuona mnyama akikaa pale juu kileleni? Uwezekano upo, lakini tunasikitishwa na maneno ya msemaji wetu kusema kwamba angalau tukikosa ubingwa tukachukua CRDB. Haya maneno ya angalau hayo tuna mashaka nayo. Kwa nini? Tuna mashaka nayo. Huenda kuwa kuna kitu anakijua kiko ndani ya panzia. Na ndio maana akasema angalau. Shanielewa? Ni kitu gani? Kwamba kuna vitu ndani vinaendelea ambavyo si ya michezo ya mpira na migogoro ya ajabu ajabu. Na migogoro ya ajabu ajabu inaonekana wazi kupitia mwenyekiti wetu wa bodi kwa kile alichokizungumza. Shanielewa? Na ndio maana akaona hapa uwezekana kuchukua ubingwa, hamna mtu asije akaja kupigwa mangumi hapa. Na unajua mzuri wake msemaji wetu huwa anasema mapema. Alituambia na Yanga kwamba bwana hapa uwezo wa kushinda ni hamna. Tukachezea goli 5 na Yanga. Hii katuambia mapema. Hii kashatupa kodi. Angalau maana anajua uwezekano wa kuchukua ubingwa hamna. Na ligi ya Tanzania ukiachwa alama 5 sawa sawa na 15. Kwamba mnyama nafasi kukaa pale juu kileleni ni ndogo sana. Labda tuandae vita ya maji irudi tena hapa. Ila kama ni uongozi wenyewe ndio huu na migogoro yenyewe ndio ile. Tuandae vita ya maji hapa tupigane ndio tukae kileleni bado tutakaa. Ila Simba ina watu wa wapi? Selemani Mwalimu. Wachezaji sio watu, viongozi. Mpira wa Tanzania unashinda viongozi sio wachezaji. Elimu Panzu. Nakwambieje, mpira wa Tanzania hawashindi wachezaji, wanashinda viongozi. Kuna kiongozi mmoja ashawahi kusema Simba na Yanga hatutegemei kocha, ila tunategemea mipango yetu. Mipango ipi? Sasa kama mipango haufanyi, unachukua ubingwa wapi? Kwamba Simba hawana watu wa mipango. Simba mipango hiyo wapi? Migogoro wanamaliza saa ngapi sasa kama hawana mipango? Sisi labda kiini labda njia sahihi ya kutatua migogoro Msimbazi ni ipi? Nimekufukuza wote waliokuwepo. Viongozi wote walifukuza. Viongozi wote wafukuza. Wote. Yaani bado sibakisha hata mmoja bali. Wewe mwambie wewe kazi huna kafanya kazi nyingine, wewe kazi huna kafanya kazi nyingine. Kwa sababu kinachotokea pale wale wameshakaa muda mrefu. Unanielewa? Hata kwenye mke na mume mkishazoeana hivi. Kuna vitu vingine mnaweza mkafanya ni vya kipuuzi tu. Unanielewa? Ambavyo havina faida kwa sababu ya nini? Ya mazoea. Unanielewa? Sawa sawa na baba na mwanao. Kuna vitu anavikosea anasema aja baba ngoja ni test baba kwanza. Ukimtia bakola anaacha. Kwa hiyo wale tuwaachishe hivi vitu. Tuambie wazee ubingwa wa 5 tumekosa na uwezekana kuchukua ubingwa hamna. Segeni kwa kuweka. Mafanikio nanukia, swala la kadi liko njiani. Sasa kadi ya wanachama ni wajibu wa Simba. Unanielewa? Sio wajibu wa viongozi. Simba ina haki ya kutoa kadi ya wanachama muda wowote. Katiba iko njiani. Katiba tuchapewa. Umenielewa? Japokuwa vipengele vya kwenye katiba bado havijaanza kufanya kazi. Na ndio maana tunamuhimiza mwenyekiti wetu Mustaza Mangungu. Fanyia kazi vipengele vya kwenye katiba. Haya yote tutayaona. Kipengele kipi unatamani kifanywe kazi haraka? Kipengele ambacho kinatakiwa kufanyika kazi kwa haraka ni kuteua baraza la wadhamini. Hicho ndio tunachokihitaji. Yaani haraka sana. Tena nilitamani hata leo nikilala nikiamka asubuhi nikute baraza la wadhamini lishateuliwa. Mimi naamini watu wataondoka kama wezi pale. Kwa nini? Hilo baraza la wadhamini, hilo balaa hilo. Ndio maana watu wanasinya wanajitokeza huko. Mara hivi, si mara hivi. Wanaogopa ile baraza likiteuliwa.
Tukitoka huko tukirejea viwanjani kwa kumalizia, mchezo unaofuata ni Simba dhidi ya Fountain Gate. Kwa taarifa zilizopo, unaona mnyama Simba akichukua alama 3? Uwezekana kuchukua alama 3 kwa Fountain Gate uko wazi, kama tutahakikisha tunapambana kwa ajili ya kuchukua alama 3. Lakini kama tutaenda kila siku kama tulivyolegea, mimi naamini sioni kama tunachukua alama 3, kwa sababu tulikuwa na mpinzani wetu tuliachana naye alama 1. Ametuacha hadi 5. Na 5 katuacha kwa uzembe. Kwa hiyo inawezekana kesho akatuacha alama 8. Kama tutazembea, atatuacha alama 8. Sasa 8 mara 2 itakuwa 16. Kwa hiyo tutapiga hesabu hizo tunaona kumkutia wapi. Kama hauna imani kwa kiasi hicho. Nani mimi? Imani na Simba kushinda ipo. Unajiandaaje na ushindi? Maandalizi hapo. Maandalizi gani? Simba ni mali ya wanachama na mashabiki. Kiongozi inapofika mchezo waambie wanachama na mashabiki. Unanielewa? Mpira wa miguu wa Tanzania una mila. Kuna wazee huko wanajua kufanya mila. Kwa maana inabidi waone wazee. Lazima unapokwenda kwenye mkoa wote, ukifika jamani, Simba yenu hii imefika. Simba yenu wafanyaje? Imefika. Tunawaachia nyinyi mechi. Ukosi ubingwa. Lakini sisi tunafika kwenye mkoa na fika kama jambazi. Wewe jambazi bali. Waachie wenye timu yao wafanye kazi. Uone kama Simba atakosa ubingwa. Shukrani. Asante.